Sasa unisikilize. Mkono wa Bwana sio tu kwamba unatutoa tulipokwama, lakini mkono wa Bwana ni ufadhili wa maisha yetu. Unafadhili maisha yetu. Maana yake mkono wa Bwana ukiwa juu yako unakutoa ulipokwama na unakuwezesha kufanikiwa kwenye kitu unafanya. Watu wa Mungu mnisikilize. Hauwezi ukafanikiwa kimaisha bila ufadhili wa kiroho. Matajiri wakubwa duniani, bilionea, wana ufadhili wa kiroho. Kuna nguvu wanayoitarajia ili ifanikishe maisha yao. Utajiri sio matokeo ya juhudi. Utajiri ni matokeo ya ufadhili wa roho, au Mungu ambaye ni roho, au roho ya giza. Lazima uwe na ufadhili wa kiroho ili upenye kwenye maisha. Vinginevyo utakuwa unazunguka tu mahali fulani, kuna kiwango hatutafika. Angalia kitabu kile cha Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza 29. Mstari wa 12. 29:12. Biblia inasema utajiri na heshima hutoka kwako. Nisiko umeelewa. Anamzungumza Mungu. Na Biblia inasema Mungu ni roho. Kwa hiyo utajiri na heshima havitoki kwa wanadamu. Utajiri na heshima unaachiliwa na roho. Okay. Asema nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Tena mkononi mwako mna kutukuzwa na kuwezeshwa wote. Tena mkononi mwako mna kutukuzwa na kuwezeshwa wote. Sasa unisikilize. Biblia inasema mkononi mwako kuna uweza na kuna nguvu. Kwa tukisema mkono wa Bwana, tunazungumza juu ya uweza wake na nguvu zake. Na kazi ya mkono wa Bwana ni kutukuzwa na kuwezeshwa. Mkono wa Bwana utakuwezesha kufanikiwa kwenye kitu unafanya, na mkono wa Bwana utakutukuza. Kukutukuza maana yake nini? Kukutukuza maana yake utakusaidia upige hatua na utakutofautisha. Sasa hakuna mtu anayeweza kutofautishwa kwenye maisha bila kuwa na nguvu fulani ya kiroho. Ili uweze kutofautishwa kiuchumi, tofautishwa kimaisha, unahitaji msaada wa nguvu fulani ya kiroho. Ile nguvu